kila siku tushike mikrofoni tuseme ya kwa tuna tatizo hii, hatuitaki serikali, lakini hiyo kuzungumza kwenye majukwaa peke yake haisababishi watu kuweza kupata lile ambalo kwamba ni lao. Leo hii kwa sababu tumeweza kustahamili matusi, tumestahamili kejeli, tumestahamili maneno ya uongo, tumestahamili kila aina ya chuki ambayo kwamba wanajaribu kuweka katika mji wetu, kwa sababu ya kuwa tumestahamili na tumeweza kuhimili yote, leo hii title deed tunaweza kuzifikisha hapa. Mimi nawauliza nyinyi, kwa sababu katika watu ambao kwamba wenye kuungana kutupinga sisi walikuwa katika serikali iliyopita. Where were they when we needed that help? They whipped our emotions, wakatujaza, lakini yule ambaye kwamba alosema ya kwa hii dawa sio kuendelea kukikuna kile kidunda, dawa yake hii ni kupaka dawa, na hii dawa ndo ambayo kwamba itakaweza kufaa. Justify to me why sisi watu wa Mombasa tuweze kusema ya kwa hatutaki kuungana ODM na UDA tuwe na nguvu moja, kwa sababu hata hatujafika kuungana kisawasawa. Tumeungana kwa sababu ya mambo ya broad base, tayari tunaona yale manufaa ambayo kwamba yaliyoko. Wakati wao wanaendelea kuuza sera za chuki, sisi tutauza sera za mapenzi. Wakiendelea kuuza sera za chuki, tunaendelea kuuza sura za mapenzi. Nyinyi endeleeni kutuambia ya kwa sijui huyu must go na huyu must go. Sisi tunaendelea kuchukua kadi zetu za kura. Nyinyi ongeleni na mdomo, sisi tunazidi kuwanunulia pempa ili kifika mwaka 2027 midomo ya mnyamazike haya. Na kila wanapokwenda wanapeleka sera za vilio na sera za chuki. Sisi tunapeleka sera za vicheko. Watu wa Kadzandani leo watakuwa ni wenye kucheka, watu wa Nyali watakuwa ni wenye kucheka, watu wa Mombasa watakuwa ni wenye kucheka, kwa sababu ushirikiano wa ODM na UDA. Wao wakiungana na siasa ya kufanya ya kwa sisi tunasahau, sisi kama ODM na UDA tunaungana kuwakumbusha watu. Kulikuwa na serikali nyingi kabla, tutawakumbusha watu. Na ambao kwamba walikuwa katika serikali ndio watu ambao kwamba wanasema sasa hivi wanaungana na kuzunguka, tutawakumbusha. We will remind you there are time when the economy of Mombasa was thriving. There are people who are in power who killed the economy of this county. We will remind you then when you had an opportunity to work between the national and county governments to give title deeds to our people, you opted and desired for politics of division, politics of misery. Right now we are giving politics of development and politics of solutions. Kwa hivyo nyinyi mkija na ile lugha ya sahau, sisi tunakuja na lugha ya kukumbusha. Na nimesikia watu wanataka kuungana. Wao wakiungana na ukabila, ODM na UDA tutaungana na maendeleo. You have no other agenda. Your only agenda ni kuwa sisi kabila hii na kabila hii. Mimi nataka kuwapatia mfano nyinyi hapa mulioko hapa, watu wa Kadzandani. Hapa Kadzandani kuna watu ambao kwamba ni dini tofauti, kuna Mkristo na kuna Muislamu hapa katika huu wa serikali hii ya ODM na UDA kuweza kushirikiana. Hatukusema ya kwa ati title deed zipatiwe watu wa kabila fulani peke yake. Hapa kuna watu ambao kwamba ni wa dini tofauti na kabila tofauti hapa tulioko hapa. Nikitisha jina la Mkikuyu hapa kesho kutwa tutatoa title deed, tutaita jina la Mkikuyu, tuoneshe Kenya nzima ya kwa sisi hatuthamini ukabila, tunathamini maendeleo. Because one of the biggest sword that is being driven
in the heart of William Samoei Ruto is the fact that he said, let us have an all-inclusive government, serikali ambayo kwamba itakuwa ina yenye kufaidi watu wote. Mombasa itakuwa ni mfano bora. Kesho kutwa tukitoa title deed tutaonesha huyu ni Mjaluo, huyu ni Mkisii, huyu ni Mgiriama, huyu ni Mswahili, huyu ni Msomali. Kila mmoja ana haki kuweza kuwa na umiliki katika Kenya hii, na kila mmoja ana haki